tunasoma Matendo 19. Leo tutasoma mstari wa kwanza mpaka 20. Tuko na mwalimu wetu wa zamu anaitwa Sister Kanana ambaye atajitambulisha atakapoanza. Basi Sister Kanana, karibu uanze, then tutanikabidhi. Karibu mtumishi wa Bwana. Sister Kanana, if you're speaking, then you're speaking on mute. Hatukusikii. Sister Kanana, Sorry, I was on mute. Let me pole. share my screen again. Karibu. Apologies for hiccup a bit. Bwana Yesu asifiwe sana sana, ndugu zangu. Mungu awabariki. Ni neema tu. Nashukuru Sister Ann kwa maombi, kwa sababu inabidi tuichukulie neno la Mungu kwa kweli, kwa kuogopa. Hili ni neno kila siku ni jipya. Mungu anaongea na sisi katika namna mbalimbali kutokana na jinsi tunavyoishi na jinsi anavyotaka tuweze kufanya yale makusudi yake. Basi leo kwa neema ya Mungu nimepewa neema ya kuja kuongoza Matendo ya Mitume 19. Naongoza tu kwa sababu anayeongoza zaidi, mkuu zaidi ya yote ni Roho Mtakatifu ambaye atatufundisha wote. Hata mimi niko hapa kufundishwa. Kuna mambo ambayo nilikuwa ninayasoma, napata pia revelation. Hayo nitashare hapa na pale ambapo Mungu ananiwezesha. Sasa wiki hii nimeigawa katika sehemu mbili. Wiki hii kwanza tutasoma 1 mpaka 20 kama alivyosema Sister Anna, na nimeigawa katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza tutaangalia mstari wa kwanza mpaka wa 10, alafu tutamalizia na sehemu ya pili mstari wa 11 mpaka wa 20. Mungu atuwezeshe, kwa sababu kuna mambo mengi ya kujifunza katika mafundisho haya. Nitamkaribisha mdogo wangu my sister Neema ambaye atatusomea kwanza 1 mpaka 10. Alafu nitamkaribisha moderator ili aweze kutuongoza jinsi ya kuchangia. Najua kuna kuchangia na maswali pia yanakaribishwa. Basi my sister Neema, karibu tusomee. Asante. Wakati Apolo alikuwa Korinto, Paulo alipitia sehemu za kaskazini akafika Efeso. Huko aliwakuta wanafunzi kadhaa. Akawauliza, mlipoamini mlipokea Roho Mtakatifu? Wakajibu, hapana, hatujawahi hata kusikia kuwa kuna Roho Mtakatifu. Ndipo Paulo akawauliza, mlibatizwa ubatizo gani? Wakajibu, ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alipobatiza aliwaambia watu watubu dhambi na kumwamini atakayekuja badala yake, yaani Yesu. Waliposikia haya wakabatizwa katika jina la Yesu. Na Paulo alipoweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akawashukia. Wakasema kwa lugha mpya na kutabiri. Walikuwepo kama watu 12. Paulo akaingia katika sinagogi na kwa muda wa miezi 3 akafundisha kwa ujasiri, akitumia kila njia kueleza juu ya ufalme wa Mungu. Lakini baadhi yao walipokataa kuamini na kuanza kukashifu ujumbe wake mbele ya usharika wote, aliachana nao. Akawachukua wale wanafunzi akaendelea kujadiliana nao katika ukumbi wa Tirano. Aliendelea na kazi hii kwa muda wa miaka 2 mpaka wenyeji wote wa Asia wakawa wamesikia neno la Bwana. Amina. Amen. Karibu moderator. Amen, amen, hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kama alivyosema mwalimu wa leo, it's just an interesting subject. Kwa hiyo tunaomba karibuni wachangiaji wale walio tayari wanyoshe mikono ili tuweze kuwakaribisha madhabahuni. Karibuni sana.
Karibuni wale walio tayari kwa kunyoosha mkono. Sijaona mkono wowote mpaka sasa hivi. Karibuni wachangiaji, karibuni walio tayari. Bwana Yesu asifiwe. Kama hamna, sijanyosha mkono. Aha, yes, Au kama kuna mtu amenyosha mkono. sijaona. Nilikuwa nimeomba watu wanyoshe, lakini sijaona so far. Nilikuwa na scroll down, sijaona. Karibu Sister Jane. Nimemwona Sister Rebecca amenyosha mkono. Sababu dada Basi Jane, mwacha dada Rebecca aanze afu nitamalizia. Maana mimi naona kwa vile okay. iko kimya. Basi nyosha mkono wako ile si akija mwingine nikachukua mwingine basi. Karibu Hamna Sister shida. Rebecca. Amen. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Amen. Amen. Mimi kitu cha kwanza nimeona jinsi ambavyo umuhimu wa kuuliza maswali na kutofanya assumption, kwa sababu saa nyingine tunaweza tukafika mahali tukaona vitu vipo sivyo, tukafanya assumption bila kujua kwamba kama hapa tatizo hapa lilikuwa ni ignorance tu, sio kwamba they didn't want. Umeona? Lakini katika kuuliza maswali huyu ameweza kujua kwamba hapa pana ni maarifa tu ambayo yamekosekana au elimu ya kimungu, bado hawajasikia habari za Roho Mtakatifu, kwa hiyo inabidi kuwafundisha. Kwa hiyo na sisi vivyo hivyo, na hii tunaweza tukaapply kwenye sehemu nyingi tu za maisha, hata makazini, hata wapi. Unaweza kumkuta mtu anafanya kitu ambacho sicho, lakini wewe ukasema ukaondoka ukamwacha mtu aendelee vile vile. Kwa hiyo tujifunze katika kitu kama hicho. Alafu kingine ninaona jinsi Paulo alivyo na consistency na persistency, vitu viwili muhimu sana katika especially katika mambo ya imani, kwa sababu kuna mambo mengi sana ambayo tunakutana nayo ya kutukatisha tamaa, na tumeona jinsi ambavyo ingekuwa sio consistency and persistence angeweza kukata tamaa. Ndio maana neno la Mungu linatuambia tuwe na bidii. Kwa hiyo yes, tunamuomba Mungu atusaidie, lakini na sisi tunatakiwa tuwe na bidii katika kufanya kazi ya Mungu na bila kukata tamaa. Kingine ambacho nimekiona inasema kwamba akanena kwa ushujaa kwa muda wa miezi mitatu, akihojiana na watu na kuwavuta katika mambo ya ufalme wa Mungu. Hapo tena tunaona mambo aliyokuwa anawavuta ni mambo ya ufalme wa Mungu, sio mambo ya kusema jamani. Baki sasa hivi nadhani injili imekuwa ni kuhusu what are you going to get out of God, and it's not kama yani wewe unamtaka vipi Mungu kwa namna yoyote ile ambayo inahubiriwa. Hata ukisema jamani njooni kwa Yesu kuna uponyaji, yes kuna uponyaji, lakini mbona uwaiti watu waje kwa Yesu kwa sababu ya pendo lake? Yani ni mara chache sana unamsikia mtu anahubiri pendo la Yesu au anahubiri habari za msalaba kuwafanya watu waje msalabani. Ukishafika msalabani, ukishampokea Yesu, sasa yale mambo ya ufalme yanakuwa yako. Lakini tunakuta kwamba mara nyingi tunawavutia watu kwenye vitu, na matokeo yake, kwa sababu watu wamevutiwa kwenye vitu, wakija asipokipata kile kitu atarudi nyuma tu. Mtu yoyote yule ukimwambia njoo kwa Yesu kuna mkate, asipopata mkate, hata kama amepata maandazi, ataona mbona mkate sikupewa, atarudi nyuma. Lakini tukimwambia njoo kwa Yesu kwa sababu Yesu anakupenda, kwa sababu Yesu ni jibu, Yesu ni uzima, Yesu ni wokovu, hapo hizo ndizo habari za ufalme katika ufalme wa Mungu. Mungu awabariki sana. Amen. Hallelujah. Karibu Sister Jane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu. Mimi hapa kuna kitu ambacho nimekiona. Kuna hii swala la lipo alivyouliza wanafunzi hapo kama mlimpokea Roho Mtakatifu, wengine wakajibu la sikusikia. Lakini kuna kitu hapa nimejifunza ni kwamba kuna sisi wa Kristo kuna swala la kumpokea Roho Mtakatifu na ile kulijua kuna wahubiri wanakuwa hawako rohoni. Hata kuna baadhi ya madhehebu ambayo sio sana wanakuwa wazuri sana kwenye neno, yani katika masuala ya nje. Tunapoongea swala la Roho Mtakatifu ni yule mtu wa ndani, nafsi. Umeona kule ndani ndio Roho Mtakatifu anapokuwa, na ndipo anapokuwa anatubadilisha yote.
Umeona eh? Kwa hiyo ni swala ambalo mimi nimejifunza tu kuhusu Roho Mtakatifu ambaye tunamhitaji, na Roho Mtakatifu anakuwa ndani, sio nje. Kwa hiyo tukiwa kama Wakristo tuendelee kumtafuta Mungu ili kule ndani kuwe safi. Kule ndani kunapokuwa kuna ongezeko kubwa zaidi, ndipo matendo ya nje yanaonekana. Tunapokuwa na Roho Mtakatifu, tunapokuwa na nguvu za Mungu ndani, ndivyo hata pale tunaponyoosha mikono kwa wagonjwa wanapona. Sio kwamba ni mkono tu wa nje, swala linaanzia ndani. Alafu kuna swala lingine nimejifunza hapa, tunaona kwamba uokovu ni safari. Waga kwamba tunaposema uokovu ni safari, ni sisi hata kwa sisi kwa pamoja. Tulivyo leo hatutakuwa vile kesho. Tutapokuwa kesho kutwa haitakuwa vile. Endapo kichwani mwetu tutaweka kwamba safari ya uokovu, yani uokovu ni safari, hatutakiwi kuwa the same, na tunaposema hatutakiwi kuwa the same, tunakuwa kwamba mazoea tunayaacha, tunamtafuta yule Mungu kila siku anakuwa mpya. Na kingine tena hapa mimi nimejifunza swala la Yohana Mbatizaji, masuala ya ubatizo, kwamba alikuwa ni kubatiza kwa toba. Umeona eh? Hapa linaongelea swala la toba. Hapa tunapotafuta hizo nguvu za Mungu, tunapotafuta nguvu za Mungu zinaendana na toba. Umeona eh? Na ndio maana Yohana alipokuja kutengeneza njia ya toba ili Yesu aje hata kwa kuwahubiria, anakuta toba imekaa sawa. Kwa hiyo maisha yetu ya sisi kila siku yanahitaji toba, ili kutojihesabia haki, kuua ego tulionayo, kuua ujuaji, kuua chochote. Umeona eh? Japokuwa alikuwa anazungumzia wanafunzi wengine, I'm so sorry, mimi nikiongeleaga waga na nikisoma najaribu kuangalia me and you today, where are we going, na tuko wapi, na tunakwenda wapi, na tunafanya nini. Alafu kuna swala la nani la Paulo, kwamba aliwawekea mikono juu ya wale watu wakaanza kunena kwa lugha, na sisi tuendelee kumuomba Mungu kwamba pamoja na hii huduma au utumishi, kwa sababu mimi siamini tu kwamba tuko hapa tumekusanyika jinsi ya kusoma hii Biblia. Tuko hapa kwa ajili ya utumishi. Hichi tunachojifunza leo tutaenda kutumika sehemu yoyote, au sehemu yoyote tapohitajika. Hata tusipohitajika tutasimama sehemu iliyobomoka. Kwa hiyo Mungu akatupa hiyo neema ya kuweza hata sisi siku moja tunaweka mikono juu ya watu, na watu wanapokea Roho Mtakatifu na wanaweza kunena kwa lugha. Tumeshaona kuna watumishi wengi tu wanafanya hivyo vitu, na wale wanatumishi wako kama sisi, kama vile walivyosema Elia alikuwa mwanadamu kama sisi, lakini alifanya matendo makubwa, na sisi Mungu akatusaidie tukawe kama Paulo. Na katika point yangu nyingine, na natamani namalizia hii haraka niachie na wengine waendelee. Kwamba tunaona Paulo pamoja tumeani kwamba kulikuwa hapa nimeongelea swala la uokovu ni safari. Sasa vile vile najaribu kuongelea hata uinjilisti bado ni safari, kwamba tunaangalia tunawahubiria, lakini tunamwona huyu bado alikuwa anaenda wala hakurudi nyuma, kule alikopita anarudi tena. Umeona, na ile kwamba bado akiojiana. Mimi kwenye ujiana nasema kwamba ni maarifa. Huwezi kuojiana na mtu kama huna maarifa. Umeona, na ndio maana Mungu anasema watu wangu wanaangamia, sio kwa sababu ya ya kwa hawajui kuomba, ni maarifa. Kwa hiyo katika haya maarifa ndio pale unapokuwa na vitu vya kuweza kuhojiana na watu na kuwavuta watu. Huwezi ukawavuta watu kama hujabeba maarifa. Na ndio maana tunasema kama nilikuwa namsikiliza mchungaji Mwakasega alikuwa anasema, yani kama Mungu anakusaidia kila mwaka unamaliza Biblia. Kila mwaka unamaliza kila Biblia, kwa sababu ulichokiona leo utapofika baadaye tena ni kitu kingine kipya. Yani mafunuo kila siku atakuwa anajifunua mengine na mengine na mengine na mengine. Ndio hayo maarifa yenyewe ambayo yatakusaidia wewe kuwa ujasiri sehemu yoyote utakaposimama, kwa kuhubiri, kwa kuuliza maswali na kwa kujibu. Umeona? Basi naomba mimi niishie hapo. Yeah. Amen. Jamani, tamani niendelee, lakini naomba niishie hapo. Mbarikiwe jamani. Amina. Barikiwa sana. Sijaona mkono mwingine, naomba na mimi ni add, siko mbali na watu waliopita nyuma. Nimejifunza ubatizo wa Roho Mtakatifu. As much as kulikuwa kuna ubatizo wa Yohana, lakini kumbe ubatizo wa Yohana ambao ni ule wa ondoleo la dhambi, lakini kuna ubatizo ambao ni ule wa Kristo Yesu. Lakini anaona ubatizo wa Kristo Yesu unakuja kitofauti. Lakini baada ya hata kubatizwa vile, kuna kitu alichofanya zaidi, aliwawekea mikono wakapokea karama ya Roho Mtakatifu. Anasema na tunaona vipawa vinaanza. Kuna walionena na kuna tabiri. Wanasema kwamba walinena na kutabiri. Kumbe kuna umuhimu pia wa kuwekewa mikono kumpokea Mungu Roho Mtakatifu ili uweze kupokea zile karama. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia ukishuka huko chini tunaona Paulo, kuna mtu sio analala na mkoroma, sio, naomba msaidie moderator kuzima.
Asanteni. Na pia ukishuka huku chini anasema mstari wa 13 I believe wa 8 au wa 9, sijavaa mawani, anasema kwamba alipoanza mstari wa 9, lakini wengine walikaidi wakakataa kuamini, wakiitukana ile njia mbele ya makutano, basi akaondoka akawaacha. Kuna saa unaweza ukawa unawaambia watu neno ukakutana na upinzani, hakuna haja ya kupishana, kuna kipindi inahitaji tu waache, maana anasema akawaacha alafu akawatenga wanafunzi. Ukisoma English version inasema akawachukua wale ambao waliamini, the disciples, akaenda nao ili kuweza kuendelea. Kwa hiyo sio kila mahali pa kubishana na watu ukiona hawalijui ile tumaini la mwito wako wewe ulioitiwa jinsi ilivyo. Kama hawajui ule ubora wa ukuu wa uwezo wa ile imani ambayo unaitangaza, waache, chukua wale wanaoamini, songa mbele ili injili iende mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi niweze kuangalia hapa kama kuna mkono mwingine. Sioni mkono mwingine, nikukaribisha mwalimu wazamu waendelee. Karibu Sister Kanani. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru kwa michango mizuri. Nashukuru Roho Mtakatifu amewaongoza mkaweza kuchangia ambayo yanaendelea kutufundisha. Mimi nitachangia machache kutoka kwenye hiyo Matendo 19. Kwanza nitaanza mstari wa kwanza. Tunaambiwa kwamba alipofika Efeso, kwa sasa huu mji wa Efeso ni kule magharibi ya Uturuki au Turkey. Alipitia maeneo ya Phrygia. Tunaambiwa hii ilikuwa ni safari yake ya 3. Ukirejea kwanza kwenye Matendo 18 mstari wa 23, utaona Paulo anasema alikaa Antiokia kwa muda, baadaye aliondoka akatembelea makanisa huko Galatia au Galatia na Phrygia, akiwaimarisha waumini wote. Sasa tunaona nini? Tunaona umuhimu wa kuimarisha waongofu au wanafunzi wapya. Tunaona jinsi Paulo alivyosafiri kwenda kuimarisha watu wake, wanafunzi wake, akitumia muda wake mwingi usiku na mchana. Ukisoma kwenye Matendo 20 tutakayoangalia next week, anasema kwamba kwenye ile 20 mstari wa 31 anasema kwamba kwa hiyo muwe macho mkikumbuka kwamba kwa muda mwingi, miaka 3 usiku na mchana, sikuchoka kuwaonya kwa kila mmoja wenu kwa machozi. Wanafunzi wachanga wanahitaji kujengwa na kuimarishwa. Wanahitaji kuonywa, kuimarishwa ili waweze kuendelea mbele. Tunaambiwa shetani na wafuasi wake hawalali, wapo usiku na mchana wakifanya assignment za kuangamiza kanisa. Kwa hiyo kuna hatari kubwa sana kwa wanafunzi wachanga kuanguka na kurudi nyuma kiroho na kuacha uokovu. Wao ni target kubwa sana ya yule shetani. Mafundisho sahihi na kuimarishwa kwa wanafunzi ni lazima katika kanisa. Pia tunaona umuhimu wa kutimiza ahadi. Hii sio mara ya kwanza Paulo anakuwa Efeso. Tukikumbuka kwenye Matendo ya Mitume 18-19, tuliona kwamba safari yake ile ya pili alikuwa ameenda Efeso, lakini aliahidi kurudi Efeso kama Mungu angemwezesha, kwenye mstari ule wa 18, Matendo 18 mstari wa 21. Hii inatuonyesha jinsi Paulo alikuwa ni mtu aina gani. Alikuwa mwadilifu, alikuwa mwaminifu, alitimiza ahadi zake. Tulifanya mafundisho mazuri sana last week, ukikumbuka Matendo ya Mitume 18 kuhusiana na ahadi. Ningependa tu watu wakafuatilie huko rather than mimi kurudia. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kutimiza zile ahadi tunapopewa nafasi na Mungu kwenda sehemu au kufanya jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitaangalia mstari wa 2. Mojawapo ya matukio maarufu sana wanasema katika wakati Paulo yuko Efeso ni hii iliyoandikwa katika Matendo ya Mitume 19 mstari wa 2. Tunaambiwa alikutana na kikundi cha wanafunzi ambao hawakuwa hawajampokea Yesu, hawakuwa hawajampokea Roho Mtakatifu. Paulo akauliza, mlipoamini mlimpokea Roho Mtakatifu? Wanafunzi hawa walifundishwa na Apolo. Tuliona kwenye Matendo 18 mstari wa 24 mpaka wa 28. Apolo alikuwa ni mtu mwenye uwezo mkubwa wa kuhubiri na pia alijua maandiko, lakini ujuzi wake uliishia tu kwenye ubatizo wa Yohana. Swala la kujiuliza hapa, kwa nini aliwauliza hawa wanafunzi kama wamempokea Roho Mtakatifu? Kusaidia kujibu hili swali, mimi nipenda tuangalie kwanza Roho Mtakatifu ni nani, ahadi za Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu kwenye kanisa kwa sasa
kwenye kanisa la kwanza sana sana tunataka kuongelea, na hasara tunazozipata tusipompokea Roho Mtakatifu. Napenda tu niangalie hiyo kwa kipengele kimoja kimoja. Sasa Roho Mtakatifu ni nani? Tunaambiwa Biblia inaeleza kwamba Roho Mtakatifu, inaweka wazi kwanza, Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya ule utatu wa Mungu. Ukiangalia kwenye Mathayo 28 mstari wa 19, Yesu mwenyewe anasema mkaitangaze eneo mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Clearly anasema kuna Roho Mtakatifu. Wakorintho wa pili ile sura ya 13 mstari wa 14 anasema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu. Again tunaona hapa Roho Mtakatifu anatajwa. Tukiangalia hata katika Mwanzo, Agano la Kale, tunaona kwamba pia Roho Mtakatifu anaelezewa. Tunaona jinsi Mungu anavyosema na tufanye mtu, anatumia tufanye, asemi sisi nifanye mimi. Anasema tufanye mtu. Kwa hiyo alikuwa anaongelea hapa yeye mwenyewe, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Matendo ya Mitume 5 mstari wa 3 mpaka Matendo ya Mitume 5 mstari wa 3 mpaka wa 4, Petro anamwambia Anania, mbona shetani ametawala moyo wako kiasi cha kukubali kumdanganya Roho Mtakatifu? Ukiangalia ule mstari unaofuata ule wa 5, anasema pale mwisho kwamba haujamdanganya mwanadamu bali umemdanganya Mungu. Ukisoma vizuri 3 na 4 utaelewa. Kwa hiyo tunaendelea kuambiwa kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu kwenye Yohana 4, nikitaka kuangalia Yohana 4 mstari wa 24, Mungu ni roho wa wote wanaoabudu, inapasa kuabudu katika roho na kweli. Tunaona pia hapo ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alikuwapo kwenye uumbaji, nadhani nimeongelea hiyo tayari. Ukiangalia pia kwenye Mwanzo 1:2 mstari wa 2 na Zaburi 33 mstari wa 6. Pia Ayubu, ukiangalia kitabu cha Ayubu inaelezea pia pale, anasema Roho wa Mungu amenifanya na pumzi yake unipa uhai. Hakuna anaweza kuweka uhai rather than Mungu tu mwenyewe. Hii ni baadhi tu ya mistari ambayo niorozeshe, lakini kweli Biblia ina mambo mengi ambayo yanaelezea kuhusu Roho Mtakatifu. Kuna majina ya Roho Mtakatifu ambayo yanaashiria na kumtambulisha yeye ni nani. Ukiangalia katika baadhi ya maandiko kuna Roho wa Mungu, Roho wa Bwana. Kwenye Waebrania 9 mstari wa 14 utaona inasema Roho wa milele. Ni Mungu tu ambaye ni Roho wa milele. Tunaona kwenye Warumi 8 na 9 na kwenye Petro wa kwanza 1:11 tunaambiwa ni Roho wa Kristo. Wafilipi 1:19 anasema Roho wa Yesu Kristo. Roho Mtakatifu ni Mungu. Hata Danieli ukisoma kitabu chake utaona pia naye anamrifaa Roho wa Mungu kama Mungu. Kweli Biblia haina ubishi. Kweli tunayosoma hayana ubishi. Biblia inatuonyesha kabisa Roho Mtakatifu ni Mungu. Hivyo kama alivyo Bwana wetu Yesu Kristo na alivyo Baba yetu wa mbinguni. Mungu ni mmoja. Hizi ni nafsi tu za Mungu. Nitaishia hapa kwa sababu najua kwa ajili ya muda na hii topic ni pana sana, lakini tunaona kwa nini Paulo anasema kuna umuhimu wa kuwa na Roho Mtakatifu hapa, kwa kumtambua tu Roho Mtakatifu ni nani. Nikiendelea pia kuna ahadi ambazo tumepewa za Roho Mtakatifu, ukijua kwamba Mungu mwenyewe aliahidi. Ukiangalia katika Yoeli 2 mstari wa 28 mpaka 29 anasema kisha baadaye nitamimina roho yangu juu ya binadamu wote, watoto wenu wa kike na wa kiume watatabiri, wazee wenu wataota ndoto na vijana wenu wataona maono. Hata juu ya watumishi wa kiume na kike nitamimina roho yangu wakati huo. Yesu Kristo ndiye aliyebeba ahadi ya Roho Mtakatifu, aliyewaambia wanafunzi wake pokeeni Roho Mtakatifu. Kwenye Yohana utaona Yohana 20 mstari wa 22. Ahadi za Roho Mtakatifu ni ubatizo katika Roho Mtakatifu unaofanywa na Yesu mwenyewe. Ukiangalia hata kwenye ile siku ya mavuno ya Kiyahudi ile iitwayo Pentecost, Wayahudi walileta mazao, nafaka na kutoa kama malimbikizo kwa Mungu. Ahadi ya Roho Mtakatifu itakuwa ikatukia siku hiyo hiyo ambayo inaashiria uamsho mpya
wa kanisa na mavuno mapya ya Mungu. Viongozi na washirika wa kanisa la kwanza walimtegemea sana Roho Mtakatifu. Tumeangalia sana katika kitabu cha Matendo, mambo mengi yaliyofanyika yalikuwa yamefanyika kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ukiangalia Matendo ya Mitume 5:3, kwa nini shetani ameujaza moyo wako? Ili umwambie uongo Roho Mtakatifu. Unaona, Roho Mtakatifu anamuongoza hapo Paulo. Roho Mtakatifu aliniambia niende nao. Tunaona Paulo anasema kwenye yule Matendo ya Mitume 11:12. Matendo ya Mitume 11:28, ule mstari unasema mmoja wao akiwa ameonyeshwa na Roho kwamba kutakuwepo na njaa kubwa, na kweli ilitokea. Kuna mistari mingi sana ndugu zangu ambayo inatuonyesha ahadi hizo za Roho Mtakatifu. Kilichokuwa kawaida sana katika kanisa la wenzetu wa kitabu cha kwanza cha kitabu cha Matendo ya Mitume, kanisa la kwanza, kinaonekana kwa nadra sana siku hizi. Mungu atusaidie sana. Obviously kuna hasara, ndio maana unaona Paulo anasisitiza kuwa na Roho Mtakatifu. Kuna hasara nyingi za kutokuwa na Roho Mtakatifu. Nimeozesha chache tu hapa. Tunashindwa kuunganishwa na Roho wa Mungu. Sorry hapo typo. Nimekosea kuandika. Roho Mtakatifu ni njia kati ya muumini na Yesu. Muumini aliyeokolewa, au ni njia kati ya muumini na Mungu. Bila Roho Mtakatifu mtu hawezi kuwa na uhusiano na Mungu. Huwezi kuwa na uhusiano na Mungu. Hivyo unashindwa kumsikia na kuelewa mapenzi yake kikamilifu. Tunahitaji Roho Mtakatifu kufanya makusudi ya Mungu. Ukiangalia kwenye Yohana 16 mstari wa 13 unasema, akija yule Roho wa kweli atawaongoza muijue kweli yote. Kutokuwa na nguvu za Roho Mtakatifu ndani yetu, hiyo pia ni hasara nyingine. Kukosa kuwa na Roho Mtakatifu, obviously tunasema bila Roho Mtakatifu utakosa nguvu za kumshinda shetani, utashindwa kuzishinda dhambi, kutii neno la Mungu itakuwa shida, kuwa na matunda ya rohoni yale ya Roho Mtakatifu, kama tunaposoma upendo, furaha, utaona ile kwenye Wagalatia 5:21-23. Hivi vyote vinakosekana kwa sababu hauna hii nguvu ya kuweza kukusaidia kufanya matendo ambayo Mungu anataka tuwe nayo ya Roho Mtakatifu. Kukosa kuwa na Roho Mtakatifu, tunakosa kupata mwongozo katika maisha yetu. Kupitia Roho Mtakatifu tunapata mwongozo na hekima. Bila Roho Mtakatifu mtu hapokei yale mwelekeo katika maisha ya kiroho. Tukiangalia kwenye Yohana 14 mstari wa 26, lakini yule msaidizi, yani Roho Mtakatifu, ambaye Baba Mungu amemtuma kwenu kwa jina langu, atawafundisha mambo yote na kuwakumbusha yale yote niliyowaambia. Tunapata mwongozo. Roho Mtakatifu hutusaidia kujua kati ya kweli na uongo. Naona siku hizi watu wengi wanadanganya kwa sababu Roho wa Bwana hafanyi kazi. Ndio maana wanakimbia kwa mtumishi yule, nakumbia kwa mtumishi yule. Hata Mfalme Daudi alitambua umuhimu. Tunaona kwenye Zaburi ya 51 mstari wa 11 anasema kwamba usinitenge na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Anaona umuhimu. Hivyo tunaona kwa nini Paulo aliuliza hili swali. Alikuwa concerned na akawauliza wao wanafunzi kama wamempokea Roho Mtakatifu. Hata sisi leo natakiwa tujiulize swali hili. Ukiona fanyi mambo au fanyi hii misingi ambayo nimeisema tu hapa michache, ujue kuna shida, natakiwa kuendelea kumuomba Mungu. Pointi nyingine ambayo ningependa kuongelea ni ubatizo. Mstari wa 3 na wa 5. Swali inauliza, umebatizwa ubatizo gani? Labda hili ni swali la kujiuliza kila mmoja wetu. Umebatizwa ubatizo gani? Tunaona wanafunzi wa Efeso walipungukiwa. Uelewa wao juu ya ubatizo ulikuwa kutoka kwenye mafundisho ya ujumbe wa Yohana Mbatizaji. Walikuwa kwenye same position kama aliyokuwa nayo yule Paulo kabla Priscilla na Aquila hawajamfundisha. Ukiangalia kwenye ile Matendo ya Mitume 18:24 mpaka 28. Sasa ubatizo ni nini? Ubatizo obviously watu wengi mnajua, lakini nasema tu for the benefit ya watu ambao wengine wanaweza kawa hawajui. Ubatizo obviously tunaambiwa ni neno la Kiyunani baptizo, ambalo linatafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili kama ubatizo. Maana ya neno ubatizo ni kutoswa au kuzamishwa ndani ya maji mengi.
Huo ndio ubatizo wa kibiblia, si vinginevyo. Ipo mifano mbalimbali ambayo ina support ubatizo wa maji mengi. Tukiangalia Yohana Mbatizaji, Matendo ya Mathayo 3 mstari wa 5 mpaka wa 6. Sitasoma hii mistari kwa sababu ya muda. Ubatizo kule Salim tuliona pia Yohana 3 mstari wa 22 mpaka 23. Ubatizo kwa Yesu Kristo mwenyewe tunaona yeye ndiye kielelezo chetu. Ukiangalia kwenye Petro wa kwanza 2:21 tunaona towashi wa Kushi yule kwenye Matendo 8 mstari wa 36 na mpaka 39. Ubatizo wa Yohana ni upi? Ubatizo wa Yohana obviously tumeshaambiwa na kuelezewa ni ubatizo ambao umeambatana na lengo umeambatana na ujumbe wa lengo la kufanya watu wageuke fikra zao ili waache maasi, watubu dhambi. Huo ndio ubatizo wa Yohana. Kutubu dhambi na kumwelekea Yesu Kristo. Alikuwa anaonyesha njia kwa Yesu. Matendo ya Mitume 19 hiyo mstari wa 4, Paulo anasema Yohana alibatizwa kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yani Yesu. Lakini tunaona pia ubatizo wa Yohana Mbatizaji ulikuwa na lengo la kumdhihirishia Bwana Yesu Kristo kwa Israel. Yohana 1 mstari wa 31 anasema wala mimi sikumjua, lakini kusudi aidhimishwe kwa Israel, ndio maana mimi nalikuja nikibatiza kwa maji. Huo ndio ubatizo wa Yohana Mbatizaji. Sasa ubatizo wa Roho Mtakatifu, au wengine watu wanasema ubatizo kwa jina la Yesu, huu ni kuzamishwa na kumezwa katika maji mengi bado, lakini kwa kumpokea Roho Mtakatifu. Unazamishwa, lakini wengine wanaweza wakazamishwa baadaye wakawekewa mikono kama tunavyoona hivi Paulo alivyofanya. Kwa Matendo ya Mitume 2 mstari wa 38 anasema Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Mathayo 28 mstari wa 19 anasema basi enendeni mkafanywe mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaona hapa Yesu mwenyewe ana direct huo ubatizo kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Naona kuna confusion kidogo katika translate kwamba ubatizo, mbona sasa hivi wengine wanasema lazima tubatizwe tu kwa jina la Yesu, lakini tunaona clearly hapa Yesu anasisitiza kabla hajaondoka kwamba watu wakabatizwe kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Alipokuwa anaambia Matendo ya Mitume 2 mstari wa 38, alikuwa anajibu swali kwa sababu wale walikuwa bado hawajabatizwa katika Roho. Ndio maana akawa anasisitiza hilo jambo. Warumi 6 mstari wa 3 mpaka wa 5 unasema hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tukizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya uzima. Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. Amen. Kwa nini aliyeokoka lazima abatizwe? Ni agizo kutoka kwenye neno la Mungu. Ni agizo kutoka kwenye neno la Mungu. Unaangalia kutoka kwenye masomo kama Mathayo 28 mstari wa 19 tulioshasoma, Marko 16 mstari wa 15. Mungu aliagiza hivi. Mungu akiagiza ni instruction, ni command, lazima tufanye kutimiza haki yote. Tunaona hata Bwana Yesu mwenyewe wakati Yohana anamwambia, alikuwa hataki abatizwe, anamwambia lazima nifanye kutimiza haki yote. Utasoma pia Mathayo 3:13 mpaka 17 pale. Wakristo wa kanisa la kwanza walizingatia ubatizo. Tunaona kabisa yani walizingatia haya matendo ya ubatizo. Kuna mistari mingi pale kwenye Matendo, nimeiacha hapo, mtu anaweza kakoti yeye mwenyewe kwenda kusoma. Ni agizo la Yesu, ni ushuhuda wa nje wa kazi inayofanyika ndani, kutangazia ulimwengu kwamba mimi ni mfuasi wa Yesu. Tunaona pia kwenye Wagalatia 6:17 pale. Wengi husema kwamba ubatizo sio lazima. Watu urejea sana kwenye ile maandiko ya Bwana Yesu alipomwambia yule mwivi
au mwizi, leo utakuwa nami, utakuwa nami. Watu wanasema mbona yule alipita bila kubatizwa? Sasa mimi ningependa kusema Mungu hapangiwi cha kufanya. Akiamua mtu ambatize sasa hivi au asimbatize, amchukue bila kubatizwa, yeye ni Mungu. Lakini kwa wale tuliopata neema ya kujua kwamba Mungu anahitaji kubatizwa, ni jambo la muhimu sana la kufuatia katika maisha ya Kristo, kwa sababu tunajua kuna mapungufu mengi yanatokea pia, kama tulivyoona hapa. Kwa nini tunabatizwa na awali hapo madhara ya kuwa hauna Roho Mtakatifu? Kubatizwa kidogo kuna shida. Nisamehe kidogo. Nitarudia tu kidogo. Ningependa kusema Mungu hapangiwi cha kufanya. Akiamua kumchukua mtu bila kumbatiza, yeye ni uamuzi wake, yeye ni Mungu. Lakini mimi kama nilivyosema, ningependa kushauri kwamba ni muhimu kubatizwa kama ulipewa neema ya kwamba tunajua lazima tubatizwe. Kubatizwa kwa kila aliyeokoka ni muhimu. Kama nilivyoshasema, kama hujabatizwa au umebatizwa ubatizo ambao sio sahihi, sababu kuna ubatizo nyingi ambazo sio sahihi, lazima tuende kwa Mungu na pia tutafute sehemu ya kubatizwa. Nasikia watumishi wengi wakisema unaweza ukabatizwa hata mara kadhaa kama hujabatizwa sehemu sahihi. Kwa hiyo tusiogope kubatizwa tena kwa misingi ya kibiblia. Amen. Nitaenda 6 na 7. Wanafunzi wa Efeso obviously walimpokea Roho Mtakatifu. Tunaona sasa mstari wa 6 unasema Paulo aliwawekea mikono, alafu wakaanza kunena kwa lugha, pia wakatabiri. Ningependa kuchangia mambo matatu katika mistari hii, especially mstari wa 6 kwa sababu mstari wa 7 unaeleweka. Ningependa kuchangia kwanza nguvu ya kuwekewa mikono, pia anayeweka mikono na hatari za kuwekewa mikono na watumishi wa uongo. Nguvu za kuwekewa mikono kibiblia. Kuwekewa mikono hutumika kama njia ya kupitishia baraka, mamlaka ya kiroho au uponyaji. Tunaona kwenye mistari mingi ambayo nitasoma baadhi ya michache. Tukiona kwenye hata huu tuliosoma baada ya Paulo kuwawekea wanafunzi mikono, tunaona wanaweza kunena kwa lugha. Hao wanafunzi wa Efeso tunaambiwa Roho Mtakatifu aliwashukia wakaanza kunena kwa lugha. Tukiona kwenye Hesabu, Agano la Kale, nitaenda haraka 27 mstari wa 18, Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, mtwae Yoshua mwana wa Nuni, mtu mwenye roho nzuri, kisha umwekee mikono. Kumbukumbu la Torati 34:9, Yoshua mwana wa Nuni alijaa roho wa hekima kwa kuwa Musa alimwekea mikono yake. Hivyo Waisraeli walimtii Yoshua, wakafuata zile amri za Mungu. Kwenye Agano la Jipya kuna mistari mingi tu. Kwenye Agano la Kale nimechagua tu michache. Kwenye Agano Jipya tunaona kwenye Matendo 6:6 wakaweka mbele ya mitume, nao wakaombewa na kuwekewa mikono. Tunaona kwenye mstari wa Matendo ya Mitume 8:17, basi Petro na Yohana wakawawekea mikono hao waumini, nao wakapokea Roho Mtakatifu. Tunaona Matendo 13 mstari wa 3, Ufunuo 1:17. Tunaona pia Waebrania 6 mstari wa 2, mafundisho juu ya ubatizo, kuwekewa mikono, ufunuo wa wafu na hukumu ya milele. Kwenye Mathayo 19 mstari wa 13, kisha watu wakamletea Yesu watoto wadogo ili awawekee mikono na kuwaombea. Tunaona pia kwenye Timotheo, ndio maana ninakukumbusha ukiweke moto kile kipaji ulichopewa na Mungu, wakati nilipokuwekea mikono yangu. Kwa hiyo Paulo alikuwa anamwekea mikono sana, anamwambia, namchochea
Timotheo akifanyie kazi, akiweke moto kile kipaji. Yesu tunaona kwenye Mathayo 8 mstari wa 3, Yesu ananyosha mkono akamgusa na kusema, nataka takasika. Mara huyo mtu akapona ukoma wake. Tunaona hiyo ni nguvu ya kuwekewa mikono. Obviously amweka mikono ni mlango au chombo ambacho kinakuwa na uwepo wa Mungu katika maisha ya mtu, lakini nguvu ya kweli iko kwa Mungu mwenyewe. Ni jambo jema kuombea mikono yetu. Kuna watu wamepewa karama hii au gift hii. Kuna hatari nyingi, nitaongelea hatari kidogo hapo. Kuna hatari nyingi za kuwekewa mikono na watumishi wa uongo. Shetani hutumia njia za kuweka mikono kupandikiza nguvu za giza. Watu kupokea roho chafu, mapepo, majini, magonjwa, watu kuibiwa vitu kwa njia hizi za kuwekewa mikono. Pia watu kutolewa kwenye uwepo wa Mungu. Unajikuta tu suddenly mtu hawezi tena kuomba, anashindwa kusoma neno, kumbe amewekewa mikono labda na watu ili asiweze kupata ule upeo wa Mungu. Usipende sana kuwekewa mikono na watu ambao wajui. Wengine wanakuwa wametumika na uchawi, wengine wanakuwa wametumika katika nguvu za giza ili kufanya madhara. Lazima kuwa waangalifu ni nani anayekuwekea hiyo mikono. Watu wengi wamejiambatanisha na roho za kishetani na kupitia kwa kuwekewa mikono. Watumishi wengi wa uongo sasa hivi wanatumia hizo njia, wanaongoza watu wengi kuelekea motoni kwa sababu ya kuwekea hiyo mikono. Paulo anamuonya Timotheo. Ukiangalia kwenye Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 22 anasema, usiharakishe kumwekea mtu yeyote mkono kwa njia ya kumtumikia Bwana. Usishiriki dhambi za wengine. Unaona kuna issue ya kushiriki dhambi za wengine ukiwekea mikono pia. Natakiwa tujiazali sana yani. Jiweke safi, anamwambia Timotheo, anaambiwa na Paulo. Watu kama nilivyosema, watu wanaibiwa. Kuna issue ya chuma ulete, tumesikia story nyingi, mtu anakuwekea mkono suddenly hela zinapotea, au wanajua vitu vyako, wanafanya vitu vya giza katika maisha ya mtu. Matendo ya Mitume 8 mpaka 10, ngoja nisome kwa haraka kwa ajili ya muda. Tunaona mstari wa 8 mpaka wa 10, anaingia kwenye sinagogi kufundisha kama kawaida yake. Haichukui muda mrefu anatambua watu hawa Wayahudi hawa baadhi hawajalikubali lile neno. Tunajifunza nini hapo kutoka kwa Paulo? Sisi sote sio wote wanaopokea Injili. Tunaona kwamba kwenye Wakorintho wa kwanza 1:18, kwa maana ujumbe wa msalaba ni upuuzi kwa watu waliopotea. Unaona hiyo tatizo yani. Kwa sio kila mtu atalipokea neno. Kwa uwe tayari wewe ni kulisema, lakini unamwachilia Mungu kufanya. Kuhubiri na kufundisha Injili kwa wote kuna gharama, tunaona. Kwa ujasiri na kwa kila inatakiwa tuhubiri na kufundisha Injili kwa gharama, kwa ujasiri na kwa njia kwa njia zote ambazo zitaweza kusababisha watu wakaweza kuelewa lile neno. Mathayo 28:19 tunaona, basi nendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Hiyo ni command tuliyopewa, kwa lazima tuende. Muda wa kuondoka mahala, tunajifunza nini hapo? Tunajifunza muda wa kuondoka mahala na kukunguta miguu. Ukisoma kidogo kwenye utaelewa jinsi gani unatakuwa mtu. Ukishaona umemhubiria mtu tayari hasikii, umemhubiria na kumfundisha. Tumeona jinsi Paulo alivyofanya mahubiria na kuwafundisha kwa miezi 3, akaona hawa wasikii. Kwa pia wasioamini wanapoanza kufanya kashfa, wanafanya fujo, siku ile kuweza kuvuruga hata wale wanaoelewa washinde kuelewa lile neno au washinde kukufuata tena. Kwa hapo ni wakati wa kujua kwamba ni time to leave. Uvumilivu na kutokata tamaa tunaona pia hapa tunafundishwa. Aliendelea kwa miezi 3, baadaye tunaona anakuja kukaa kwa miezi 2 pia. Umuhimu wa kulieneza Injili kwa mkakati. Akwenda hivi unaona alikuwa na focus aimarishe group za watu kila anapotokea. Tunaambiwa wakati huu akiwa Efeso ndipo alipoandika vitabu vya Wakorintho. Mpango au mkakati wa Paulo unasababisha Injili ienee Asia yote, kwa Wayahudi na Wagiriki.
tunaona kujitoa kwa Paulo. Paulo alijitoa kwa kweli. Tunahitaji na sisi tuangalie jinsi gani tunaweza tukajitoa kwa kazi za Mungu. Kuna hii issue imeandikwa, issue ya ukumbi wa Tirano. Ukumbi wa Tirano, jina lake linatokana na mtu aliyekuwa anajulikana Tirano. Haijulikani kama huyu mtu aliokoka au vipi, lakini umuhimu, mimi naona umuhimu hapa wa sadaka katika kulieneza Injili. Ingawa atuambii jinsi huyu mtu ilikuwaje au hii alitoa kama sadaka, lakini tunasikia, tunaona kwa utumishi wake ili huu ukumbi unatajwa hata sasa. Basi tuendelea Matendo 11 mpaka 15. Karibu Neema, utusomee. Asante. Na Mungu alifanya miujiza mingi ya ajabu kwa mkono wa Paulo. Watu wakachukua vitambaa na taulo ambazo zilikuwa zimegusa mwili wa Paulo, wakawawekea wagonjwa, nao wakapona magonjwa yao, na pepo wachafu wakawatoka. Baadhi ya Wayahudi waliokuwa wakienda huku na huko wakiwatoa watu pepo wachafu walijaribu nao kutumia jina la Yesu kutoa pepo, wakisema, na kuamuru kwa jina la Yesu anayehubiriwa na Paulo. Palikuwa na wanasaba wa kuhani mkuu aliyeitwa Skeva, ambao walikuwa wakifanya hivi. Lakini pepo wachafu akawajibu, Yesu namfahamu, na Paulo pia namfahamu, lakini ninyi ni nani? Yule mtu aliyekuwa na pepo wachafu akawarukia, akawashambulia vikali. Wakatoka ndani ya ile nyumba mbio, wakiwa uchi na wenye majeraha. Jambo hili likajulikana kwa wenyeji wote wa Efeso, Wayahudi kwa Wagiriki. Hofu ikawajaa wote, na jina la Bwana likaheshimiwa. Waamini wengi wakatubu matendo yao maovu hadharani, na wale waliokuwa wakishiriki uchawi na kupiga ramli wakaleta vitabu vyao na kuvichoma moto hadharani. Walipopiga hesabu ya vitabu walivyochoma, walikuta kwamba thamani yake ilikuwa vipande 50,000 vya fedha. Neno la Bwana. Nashindwa kusoma chini. Sogeze kidogo. Nitasoma. Neno la Bwana likaenea sana na kuwa na nguvu. Amen. Ubarikiwe. Karibu moderator. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Barikiweni sana watu wateule wa Mungu. Tumesoma kwenye mwendelezo Matendo 16 mstari wa 16 mpaka wa 20. Ukiangalia saa yangu inaniambia tuna dakika 11 kabla tujamaliza kipindi chetu. Kwa hiyo naomba nifungue. Nimesema makusudi tunapochangia tuwe tunakomboa wakati at the back of our minds. Karibuni sana wale ambao wako tayari kuchangia. Karibu Sister Rebecca, senior hand. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nitasema kwa ufupi tu point mbili muhimu. Ya kwanza ni hapo ambapo mapepo yanasema kwamba Paulo tunamjua, Yesu tunamjua, wewe ni nani? Hii inanionyesha umuhimu wa kujulikana, yaani kwamba ulimwengu wa roho unatujua sisi ni nani. We can lie kwa wanadamu wengine, mimi niko upande wa Kristo, mimi niko upande wa nani, lakini hata mapepo yanakujua. Lakini vile vile inaonyesha kwamba kweli ukiwa umesimama upande wa Kristo hata kwa mapepo yanajua. Kwa hiyo hapo ina maana angekuepo yani ina maana hapo mapepo yalikuwa namuogopa Paulo, wale wengine they don't. Kwa hiyo ni maombi yangu na sisi tutafika mahali ambapo ulimwengu wa roho wanajua tumesimama upande upi, na ndio maana neno la Mungu linatuambia usiwe vuguvugu, kwa moto au baridi, ujulikane uko upande gani. Kwa hiyo iko cha kwanza. Cha pili, nimeona kulivyokuwa na gharama katika mambo ya kiroho, kuna gharama kubwa. Sasa wewe unachagua kutoa gharama wapi? Angalia hawa wachawi jinsi ambavyo walikuwa wametoa gharama kubwa ya hivyo vipande 50,000 kwa ajili ya uchawi wao. Na hii gharama mara nyingi tunaweza tukasema labda ni gharama ya vitu vya pesa,
lakini inaweza kuwa gharama yoyote. Kama sisi wa Kristo, nadhani gharama yetu kubwa inaweza kuwa ni katika kufunga, kuomba, kumtafuta Mungu. Vyote hivi ni vitu ambavyo na ukisema ukweli, kufunga, kuomba na kumtafuta Mungu inatukosti, inaweza kukukosti wewe uache kazi, uache kitu fulani ili kuipata hiyo nguvu ya Mungu. Lakini nachotaka tujifunze hapo, jinsi ambavyo watu wa upande wa pili huwa wako tayari kuacha vitu, kufanya vitu ili waweze kupata nguvu ambayo baadaye inawapelekea kwenye uangamizi. Sasa tujiulize na sisi, je, tuko tayari kutoa gharama kupata nguvu ya uzima? Mungu awabariki. Amen, amen. Naona Sister Immaculate and Sister Jane, karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nataka niongelee habari ya kwamba tumetoka kuongelea hapo kwamba Paulo amewauliza watu kwamba mlipookoka mlipokea Roho Mtakatifu, wakasema hapana. Alafu tunaona kwamba hizo next chapter kwamba tunaongelea watoto wa au wasikiva walipopigwa na pepo wachafu. Tunajua kabisa kwamba kabla Yesu hajaondoka aliwakataza wale wanafunzi kuanza kufanya kazi mpaka wa receive power ya Roho Mtakatifu. Anasema kwamba mtapata nguvu atakapokuja yule Mtakatifu. Kwa hiyo ni picha nzuri kabisa ya umuhimu wa Roho Mtakatifu wakati tunafanya kazi ya Mungu au kazi yoyote ile, kwa sababu anafikiri Kanana ameeleza vizuri kwamba Roho Mtakatifu ni person kabisa, ni Mungu ambaye yuko ndani yetu tunapompokea Roho Mtakatifu, ama tunapompokea Yesu Kristo, na hatuwezi kufanya kazi yoyote ya huduma yoyote bila Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wala watu walijituma wenyewe, hawakuwa na ile nguvu. Kwa ndio maana ile nguvu, kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba ile nani aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye nje. Kwa hiyo wenyewe walienda wenyewe kama hawakuwa na ile roho ya Mungu ndani yao, ile nguvu ya Mungu. Kwa hiyo ni beautiful picture nimeiona ya umuhimu wa kuwa na Roho Mtakatifu na kuomba uongozi wake katika tunapofanya huduma au chochote. Kwa hiyo tunaomba nichangie hiyo kwa sasa. Amen. Powerful. Asante sana Sister Ima. Karibu Sister Jane. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nichangie hapa kwanza kwenye mstari wa 11 ambao kidogo kwangu utaendana na kama wa 12. Ni kwamba nataka niongee kama tukiwa sisi hapa wote tumemkiri Yesu, tumebatizwa. Sawa, wote tuna Roho Mtakatifu, lakini hapa bado tunaonyeshwa kwamba kuna nguvu na uwezo wa Mungu. Umeona, pamoja tuna hiyo Roho Mtakatifu, bado tunabidi tumtafutie Mungu kwa kulipa gharama kwa vyovyote vile ambavyo tunavyojua jinsi ya kumtafuta Mungu ili tupate nguvu na uweza. Tumeona na Mungu anafanya kazi kwenye uhodari na wala sio kwa comfortable zone. Tumeona Paulo alivyokuwa anaenda hapa anapigwa anafanya nini, lakini Mungu alikuwa anajua Mungu anafanya kazi na wale wanaofanya kazi naye, na ndipo anapojidhihirisha. Umeona? Na kingine tena tumeona kwamba ule uweza wa Mungu ambao tunajua unakaa ndani, sio kwa kuongea. Kwa kuongea hapa wote sisi tunaongea. Tunaweza tukahitaji jina la Yesu hata tukakemea mapepo. Na sio kama hao walikuwa mjui Yesu, hata sisi wenyewe hapa kuna muda mwingine tunakataa. Watumishi wanasema kabisa kama unajijua hauko salama usiweze, kama bado hujajua, yani kama unatembelea bado uokovu bado hujakaa sawa, usianze tu kwenda kupalamia, unaanza kuanza kubomoa mizimu na uchawi na uganga, vitakurudi. Umeona? Kwa hiyo hapa inatufundisha tuendelee kumtafuta Mungu, zile nguvu zikawe ndani yetu. Shetani haogopi neno la Mungu, shetani haogopi kama wewe umemkiri Yesu, shetani wala haogopi kama wewe umebatizwa. Shetani anachoogopa zile nguvu za Mungu ulizonazo, ambazo tunajaribu kuongelea katika hizi nafsi zetu ulizonazo undani wa kwetu sisi. Na ndio maana hata Paulo hata hajahubiri, vitu vyake tu vyenyewe vilikuwa vinaponya. Weza ni leso, weza ni nguo, ni nguvu alizonazo. Kwa hiyo sisi tukamwombe Mungu akapate kutujalia tupate zile nguvu na uweza. Na ndio maana utakuta sehemu ukiingia tu mapepo yanalipuka. Hujaingia kwenye badala wenye mapepo kule unaanza kupiga makelele. Ni nguvu ulizonazo, hujatamka. Kwa hiyo sisi hapa tutalijua neno la Mungu, tutasoma, tutaimba, tutafanya nini, lakini kama bado hatujapata hizo nguvu za Mungu, itakuwa ngumu sana kwenda kutenda zile kazi, especially kwenda kupunga hayo mapepo, kuponya wagonjwa na vitu vingine. Japokuwa ndio Mungu anafanya katika ile level yoyote ile ambayo ulionayo, sio kwamba hatofanya na wewe, lakini bado utabakia katika ile level ndogo. Lakini hizi ni level za Paulo, lazima tujitoe. Kwa hiyo hapa tusiseme tu kwamba waliosema hivyo kwa ambao watoto si wasekwa sijui mjue baba kumtamka watoto 7. Hata sisi wenyewe kuna sehemu nyingine tukishaona bado hatujakaa sawa, so pa kulipuka, matokeo yake utalipuliwa wewe. Kwa sababu najua kama wewe hauna nguvu.
Umeona? Na kingine nachotaka kujaribu kusema hapa kwamba pamoja na hivi vitu vyote kuna kitu hapa kimemention. Unajua Biblia kila inaposema wakachoma vitabu vyao, kwamba hapa tunaonyesha kwamba Sister Jane, yeah. nikuombe kidogo uongee in brief kwa sababu muda wetu sio, tuna dakika kama 5 tu Basi tumalize. nimalizie jamani, hii hapa Thank tunapoendelea you. 11. Yeah. Jamani dada nani, hii 11 mpaka 20 pazuri kweli. Naona tumebanwa kwenye muda. Wacha mimi nimalizie hii basi moja tu. Hapa aliposema wakachoma vitabu vyao, hapa alikuwa anatuonyesha aina ya uchawi walionao. Maana kuna uchawi wa kina Balaki na kina Balamu ule wa kulaani, lakini hapa alikuwa na uchawi wao tu wakisoma na vitu kama vile. Kwa hiyo na sisi tukawe katika hali ya kupambana katika hali. Ngoja niachie hapo, lakini tumebaniwa time. Haya, asante. Tutarudi tena baada ya kuwa amemaliza mwalimu, tutakuwa tutafungua vibanda. Karibu sana mwalimu, uweze kuendelea na labda utujulishe unataka dakika ngapi. Tumebaki na dakika 4 ili niweze kuwaomba wapendwa watupe muda. Amen. Naomba dakika 10, hofu sitakwenda zaidi ya dakika 15. Mungu awabariki. Amen. Basi wapendwa, tunaomba msiondoke, mtupe dakika 10 maximum 15 ili mwalimu aweze kumaliza somo ambalo ametuandalia kama alivyopangwa na Bwana. Karibu mtumishi. Pole. Amen. Asante sana. Nashukuru. Najua hatuna muda kweli. Tunaona kabisa kwamba tunapungukiwa. Mstari wa 11 na 12 tunaambiwa walifanya miujiza. Mungu alifanya miujiza kwa mkono wa Paulo. Miujiza ni nini? Muujiza tunajua ni tukio ambalo sio la kawaida au kwa wasilia, ambalo tunaona kwamba linaelezeka kwa kiroho tu. Mara nyingi unaelezeka hilo kwa kiroho. Mungu hufanya miujiza yeye mwenyewe, au hutumia watu na vitu. Tunavyoona sasa hapa vitambaa, au tunaposikia leso. Shetani na wakala wake nao hufanya miujiza pia. Kwa hiyo hilo jambo sio kwamba hawafanyi, nao wanafanya. Miujiza ya Mungu hulenga kweli kuu kuwa Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye na mamlaka yote ya kumrejesha mwanadamu katika ukamilifu wake. Miujiza wa kweli unapaswa kuwaleta watu kwa Yesu Kristo Bwana wetu ili waokolewe. Huo ndio muujiza wa kweli. Miujiza yaweza kufanyika kwa kutumia vitu mbalimbali kama nilivyosema, vitambaa, saa zingine maji, watu wanatumia chumvi, vitu kadhalika vya kuweza kufanya uponyaji na kufungua watu. Katika huduma ya Paulo tunaona kwamba alifanya miujiza hii automatically kwa uwezo wa nguvu za Mungu. Hakukuwa na process ya kuvianointi vitu wala kutafuta nini. Inaonekana tu vitu vilikuwa vinatokea, watu wanaleta samani kidogo. Samani kidogo imeingia, sijui screen nyingine. Miujiza ulenga kweli ya Mungu kwa tunaona kwamba kweli ya Mungu ni kuwa Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Hiyo ndio miujiza kweli. Bwana Yesu Kristo ndiye tunatakiwa kumwangalia, yani kuwaleta watu kwa Kristo. Miujiza yaweza kufanyika katika vitu nimesema hiyo, kama vitambaa, sijui chumvi, sijui nini. Tunaona hiyo katika Paulo, jinsi tunavyoona kwamba automatically nguvu zilikuwa zinashuka na watu wanapona kwa kupitia, kama hivyo watu walivyokuwa wanasema, ukiwa na nguvu ile ya Roho Mtakatifu watu wanaweza ukawa sehemu kuona mapepo yanapeperuka. Hata Bwana Yesu Kristo alifanya miujiza automatic. Tunaona alivyotoa matope, hakuwa vitu kama ameviarrange ili viweze baadaye kuja kufanya kazi. Hapana, ilitokea tu pale pale. Yule mwanamke tunaambiwa aliyemgusa ile pinde la vazi. Watumishi wengi wa sasa wanatumia wanatumia nguvu za giza au uchawi. Ukisoma vizuri hii kwenye Matendo 19 mstari wa 11 mpaka 12 utaona kuna utofauti mkubwa sana kati ya huduma ya Paulo kwa Efeso na practice ambazo tunaziona sasa hivi za uponyaji wa kutumia vitu vinavyofanywa kwa nyakati za sasa. Tunaona Mungu alitumia mkono wa Paulo katika huduma hii ya kuwaponya watu au kuwafungua watu, kuwatoa watu. Ilikuwa nia ya Mungu kuwatoa watu kwenye utamaduni potofu. Tunaona hiyo kutoka kwenye imani chafu. Miujiza ilifanyika ili watu wamwelekee Mungu. Uponyaji wa miujiza iliambatanisha watu na Yesu. Huo ndio uponyaji wa kweli. Baadhi ya miujiza
baada ya hiyo miujiza kufanyika, tunao watu wengi walimrudia Yesu, walikuwa na kiu ya kumtafuta Mungu. Tutaona hapo baadaye kwenye kuchoma vitu. Hofu ya Mungu inaingia, watu wanaogopa kufanya dhambi. Hii ndio miujiza. Watu wanamtegemea Mungu, sio mwanadamu tena. Miujiza inatendeka, unakuta watu wanaanza kumkimbia yule mwanadamu. Bahati mbaya sana hivi vitu havipo katika makanisa yetu, na hivi vitu vingine vinasababisha kuwa sanamu. Unaona watu wanachukua, kwa mfano mtu ameenda kuombewa kitambaa, hicho kitambaa anaanza kukiabudu almost. Very sad. Kutoka 38 mstari wa 14 inasema kwamba msiabudu miungu yoyote, msiabudu miungu mingine, maana mimi Mwenyezi Mungu najulikana kwa jina Mungu mwenye wivu. Mimi Mungu mwenye wivu. Kwa tukumbuke hilo ndugu zangu. Nikiendelea pia, hawa wana wasikiva au sikiwa ni huyu sikiwa kwanza ni nani? Huyu kuhani mkuu. Kibiblia tunaambiwa kwamba kuna mjadala ulikuwa unaendelea kwa miaka mingi kuhusiana na identity ya huyu mtu. Hakuna rekodi zozote ambazo zinasema kwamba kulikuwa na kuhani wa Kiyahudi aliyeishi Efeso. Hivi wanafunzi wa Biblia wanaamini kwamba huyu sikiwa alikuwa muasi wa Kiyahudi ambaye aliambatana na hii miungu ya Artemi ambao walikuwa wanaabudu wao wa Efeso. Wanasema kwamba alikuwa kuhani mkuu kwa kumwabudu huyo Artemi. Unaona, hii inaashiria kidogo na kutupa picha kwa nini watoto wake walikuwa labda kama jinsi walivyokuwa, labda walikuwa wamelelewa katika hiyo misingi, hawakumuelewa Yesu. Sasa watoto 7 wa kuhani sikiwa walipoona mafanikio ya Paulo wakafikia ni jambo rahisi tu la wao kuweza kufanya. Walifikia kuna ka formula fulani labda kanaweza kutumika kuweza, ukilita tu jina la Yesu. Watu wengi tunafanya saa zingine, watu wanafanya michezo, wanamuita tu jina la Yesu, nafikiri itafanya kazi, naona hamna chochote. Walifanya kwa nguvu za walijifanya kuwa wana nguvu za kiroho hawa watu, lakini hawakuwa na imani ya kweli ya mamlaka ya jina la Yesu au Yesu mwenyewe. Hakukuwa na nguvu juu ya mapepo, hawakuwa na hizo nguvu. Walitaja jina lakini hawakuwa na uhusiano kibinafsi na Bwana wetu Yesu Kristo. Hatari ya kumjua Yesu kwa kumsikia au kupitia wengine bila kuwa na uhusiano naye. Hii copy and paste culture ya ulimwengu wa sasa. Matokeo yake nini? Tunaona katika jaribio lao wakatumia jina la Yesu, walishambuliwa vikali. Kuna somo la kujifunza hapo. Tunaona pia nadhani ameongelea vizuri Sister Jane, usiende tu kakimbilia kuanza kutoa mapepo wakati wewe mwenyewe hauna uhusiano wa kibinafsi, muelewe Yesu kwa in full. Tunahitaji kumjua Yesu kibinafsi na ambaye ni uzima wa milele. Tunajifunza nini hapa? Mapepo ni maroho yenye nguvu, yanaweza kufanya fujo na kuhatarisha maisha ya watu, lakini of course hatuogopi kama una roho wa Bwana ndani yako. Mapepo yanamuogopa Mungu. Tunaona yanaogopa mamlaka ambayo ya kweli ya jina la Yesu. Yakobo 2:19 inasema unaamini kuwa kuna Mungu mmoja, vema, hata mashetani nao wanaamini hivyo, nao hutetemeka. Bwana Yesu ana mamlaka dhidi ya mapepo na wale anaowapa mamlaka. Tunaona hapo Paulo amepewa mamlaka. Tukipewa ile mamlaka tunatumia jina Yesu kwa mamlaka, tunatoa mapepo. Luka 8 mstari wa 28 unasema alipomuona Yesu alipiga kelele, akajitupa chini mbele yake na kusema kwa sauti kuu, unataka nini kwangu, Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Kwa sababu anajua ukuu wake. Mapepo yanatambua Paulo ni mtumishi wa Mungu wa kweli. Tunaona hiyo kwenye mstari wa 15. Pepo linasema Yesu namfahamu, na Paulo pia. Mapepo hayatolewi kwa kutumia formula au njia za kibinadamu au uganga, matambiko au uchawi. Hakuna nguvu katika uchawi hata kama jina la Yesu linatajwa. Watu wanaponywa, ndio tunajua, na kufunguliwa kwa nguvu za giza. Huo sio uponyaji kamili. Utakuta vitu vinarudia, utakuta watu hawana amani. Nguvu ya uponyaji wa kufunguliwa kamili ipo kwa Yesu peke yake. Makanisa mengi ya sasa ambayo tunaona ni sawa sana hao watoto 7 wasikiwa ambao wanajua Ukristo lakini sio Wakristo waliookoka kweli kweli. Inasikitisha sana. Utaona
utaona tunaona kanisa halina nguvu kabisa kwa kweli. Watu wanaingia makanisani na mapepo, wanarudi na mapepo, wanaingia na shida, wanarudi na shida, kwa sababu nguvu ya Mungu ya kweli haipo. Amen. Tunaangalia nini sasa kuhusiana na Matendo 19 mstari wa 17 mpaka wa 20. Tunaona ishu ya toba kwa ujumla wake. Watu wanatubu, Waefeso wanatubu. Tunaambiwa Waefeso walitubu dhambi zao. Mfano mkubwa wa kuigwa katika jamii zetu sasa hivi, tukitaka kumrudia Mungu, kutubu. Waumini waliungama dhambi zao hadharani. Kutubu ni zaidi ya kusema maneno na kutamka kwamba natubu. Ni kwa vitendo, kuacha uovu. Mithali 28 mstari wa 13 anasema, afichaye dhambi zake afanikiwi, bali yeye aziungamaye dhambi zake atapata rehema. Walikusanya vitabu vyao vya uchawi, tunaambiwa, wakavichoma vyote, na vyenye thamani ya fedha anasema 50,000, ambapo ni kama milioni 1 in terms of pounds, ni kama milioni 1 hivi. Zilikuwa pesa nyingi, lakini mtu unaweza ukajiuliza, asingeweza labda kuviuza hivyo vitabu wakatumia kwa mema. Kwa kweli hakuna haja ya kueneza uovu. Hakuna haja ya kueneza uovu kwa wengine au sehemu nyingine. Bora kupata hasara kama usikubali kuwa mtu ambaye unaeneza uovu au unamwendeleza shetani. Pia tunaona kukua kwa kanisa. Wana 7 hao wasikio waliposhindwa kulitumia ile jina la Yesu kujinufaisha, kwa sababu tutakuja kuona mbeleni mambo ya kujinufaisha. Waefeso walipata hofu ya Mungu na jina la Yesu likasifiwa au likainuliwa. Mstari wa 20, neno la Mungu lilienea sana na kuwa na nguvu. Tunaona mstari wa 20. Tunaona pia ishu ya uamsho wa kanisa la Efeso. Unapotazama kile kinachoendelea kwa ulimwengu wetu wa sasa wa leo, huwezi kujizuia kuhisi kwamba mambo yanazidi kuporomoka. Tunahitaji uamsho. Uamsho ni hitaji muhimu sana kwa ukuaji wa kanisa kwa ujumla na uokovu kwa ujumla wa mtu binafsi. Uamsho, udhihirisho wa nguvu za Roho Mtakatifu ambao huleta urejesho kamili wa uzima wa kiroho na kimwili katika maisha ya kanisa na watu binafsi. Yatupasa kuomba toba kama kanisa kwa ajili ya uamsho. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema kwa haraka, lakini nashukuru kwa kujoin watu wote, na tumefikia mwisho hii sehemu ya kwanza 1 mpaka 20. Tutaendelea 21 mpaka 41 next week. Kama mafundisho haya yamekugusa kwa njia moja au nyingine, unataka kumpokea Bwana Yesu, tafadhali tutafute kwenye WhatsApp, social media. Mmoja wa viongozi watakucontact. Please usiignore kama Mungu anasema na wewe. Narudisha kipindi kwa moderator. Moderator, karibu. Amen. Haleluya. Mungu akubariki sana mtumishi kwa kusimama langoni na kwenye zamu. Mungu awabariki wote, kuanzia Zoom host, Arusha matangazo. Sana kushiriki katika kujifunza neno la Mungu. Mpendwa, kama utapenda kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha uombe sala ifuatayo. Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako, na kujia katika jina la Yesu Kristo. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi na naomba msamaha wako. Ninaamini kuwa Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na akafufuka ili nipate uzima wa milele. Namkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na unifanye upya. Nisaidie kufuate siku zote za maisha yangu. Asante kwa kunipa wokovu kwa neema. Amina.